Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya neema yake, kwa ajili ya siku ya leo. Nimekuwa hapa tangu siku ya Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi na hatimaye leo ni siku ya Jumapili. Kwa majina yangu naitwa Mwinjilisti Augustine Matias, na tokea parish ya Mabatini, ni mwinjilisti kiongozi pale kwa neema ya Mungu. Na kwa neema ya Mungu pia ni mwalimu wa neno la Mungu. Kwa neema ya Mungu naenda huko na kule mikoa mbalimbali kwa ajili ya kumtangaza Kristo na kulifundisha kanisa la Kristo mafundisho ili kanisa likue hata kufikia kimo cha Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo wale ambao wamehudhuria tangu siku ya kwanza ya semina mpaka siku ya jana, naamini kuna kitu cha tofauti wamekipata. Kwa sababu na siku ya leo hata kama ukuhudhuria, tamani kusikia kuna kipande cha kwako cha mkate kwa ajili ya roho yako. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa neema ya Mungu nina mke mzuri kuliko wote, anaitwa Elizabeth, na watoto wawili wanawasalimia sana. Hata kama ukija ukimuona ukasema ni mbaya, la ajipe mwenyewe. Nisipomsifia mimi amsifie nani? Haleluya. Wewe lazima usifie wako. Hata kama ana sura kama buti la jeshi, wewe ndio mali yangu na ndio anayenitunza. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu sisi vijana siku hizi tunaoa sura na mashepu badala ya kuoa hekima. Maandiko yanasemaje? Mwanamke mwenye hekima anajenga nyumba yake. Kwa lugha nyingine, asiye na hekima anavunja. Kwa hiyo ukitaka kuoa hekima, uoe sura wala shepu. Bwana Yesu apewe sifa. Na mwanaume hivyo mwanaume lazima awe na akili. Imagine watu ishi na wanawake kwa akili. Kwa hiyo ukiona na mtu hana akili, hiyo ndoa yeye. Basi tuendelee mbele. Somo letu ambalo nilianza kulifundisha tangu siku ya Alhamisi, linasema, somo letu linasema nguvu ya maajabu iliyofichwa katika msalaba wa Kristo. Nguvu ya maajabu iliyofichwa katika msalaba wa Kristo. Nguvu ya maajabu iliyofichwa katika msalaba wa Kristo. Lengo la somo, uijue nguvu ya Mungu iliyomo katika msalaba wa Yesu Kristo na namna inavyofanya kazi kwa kila aaminie. Hiyo Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza kuanzia mstari wa 18. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18, maandiko yanasema, kwa sababu neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Hili ndio neno ambalo ni kiini cha somo, na nimefundisha sehemu chache sana kwa sababu ukitaka nimalize yamkini kuanzia wiki 2 ndio utamaliza, na kila kipengele kina uzito wake na kina uzuri wake. Bwana Yesu apewe sifa. Neno msalaba lilikuwepo kabla ya Yesu kuwepo. Na msalaba ulitumika kuadhibu wahalifu waliofanya makosa. Kila aliyefanya dhambi au aliyelaaniwa na Mungu aliwekwa msalabani. Kwa hiyo Yesu Kristo aliamua kuonekana mkosaji kwa niaba yetu. Aliyestahili kwenda msalabani tulikuwa ni sisi, lakini Yesu akaenda msalabani kwa niaba yetu. Alifanyika laana kwa niaba yetu ili sisi tupokee baraka za Ibrahim kwa njia ya imani katika Yesu Kristo. Na tuliangalia jambo la kwanza ile siku ya Alhamisi. Jambo la kwanza tulisema msalaba wa Kristo umebeba nguvu ya ukombozi, ya kukutoa katika laana mbalimbali. Msalaba wa Kristo umebeba nguvu ya ukombozi, ya kukutoa katika laana mbalimbali. Watu wengi wanatembea kwenye laana za aina mbalimbali. Laana za kutamkia na watu, laana za mahali walikozaliwa, laana za polisi, wanatembea kwenye laana hizo. Na mfano mzuri nikikwambia hapa, kwa nini Musa hakuingia Kanaani? Wengi mtasema kwa sababu alikosea masharti ya kupiga mwamba. Aliambiwa ausemeshe akapiga mwamba. Na nikikuuliza hasira ya Musa ilitoka wapi? Kwa ukija kufuatilia asili ya Musa ni ukoo wa Lawi. Lawi babu yake alikuwa na hasira ambayo sio ya kawaida. Na kwa sababu ya hasira Lawi aliua. Kwa sababu hiyo
ile hasira ya Lawi na mauaji ya Lawi, baba mtoto wa Yakobo. Yakobo alipokuwa katika uzee wake aliwaita watoto wake 12, wanaostahili kubarikiwa wabarikiwe, wanaostahili kulaaniwa walaaniwe. Alipofika kwa Simeoni na Lawi, akasema Simeoni na Lawi ni ndugu, panga zao ni silaha za jeuri. Walikuwa na ghadhabu mno, ghadhabu yao ilikuwa kali sana, nami natamka na ilaaniwe. Kwa naona babu yao alilaaniwa na alikuwa na hasira na aliua. Na Musa vile vile kwenye utumishi wake aliua na alikuwa na hasira, anaombea watu msamaha kwa Mungu. Alafu aliposhuka akaiona ndama, maandiko yanasema hasira ya Musa, sio ya Mungu, ya Musa ikawaka, akaua. Kwa hiyo hasira ndiyo ilimfanya hata akapata masharti. Anaambiwa senesha mwamba, yeye anapiga mwamba. Akasema sasa hautaingia. Kwa msalaba wa Kristo umebeba nguvu ya ukombozi na kutoa katika laana mbalimbali. Na tuliangalia jambo la pili. Jambo la pili ambalo linasema jambo la pili. Msalaba wa Kristo umebeba nguvu ya neno la kweli kwa ajili ya kukuweka huru hata uzima wa milele. Na tuliangalia siku ya jana jambo la tatu tuangalia, nikasema msalaba wa Kristo umebeba nguvu ya kuhukumu miungu. Msalaba wa Kristo umebeba nguvu ya kuhukumu miungu. Bwana Yesu asifiwe. Tuanze Mwanzo 3:17. Mwanzo 3:17 tunafahamu makosa ya Adamu. Maandiko yanasema, akamwambia Adamu, kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nikisema usile, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Tunaona kwa makosa ya Adamu anatamkiwa laana. Adamu anatamkiwa kufukuzwa kwenye ufalme wa Mungu, kufukuzwa kwenye uwepo wa Mungu. Na kwa makosa ya Adamu wote tulifanya makosa. Kwa kufukuzwa Adamu kwenye bustani ya Edeni wote tulifukuzwa. Kwa kufukuzwa Adamu kwenye ufalme wa Mungu wote tulifukuzwa. Sasa sikiliza, kwa kosa la Adamu alifungulia lango la dhambi lililozaa mauti na kumfungia Mungu nje ya lango. Kwa hiyo shetani akawa ndani ya lango na Mungu akawa nje ya lango. Yaani kupitia dhambi au kosa ambalo Adamu na mke wake walifanya, lile kosa lilifungulia mlango wa dhambi, na hiyo dhambi ikazaa mauti. Maana maandiko yanasema mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo kosa la Adamu lilifungulia lango la dhambi, na kwa sababu hiyo lile lango la dhambi la Mungu akafungiwa nje ya lango, na shetani akawa ndani ya lango. Na tangu saa hiyo wanadamu tulipoteza uwezo wa kumjua Mungu wa kweli, tukaanza kumjua shetani kama ndio Mungu wa kwetu. Ndio maana kila kabila lina miungu yake, lina asili yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Ufunuo 3:20 maandiko yanasema, tazama nasimama mlangoni nabisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Kwa nini ukaona maandiko yanasema tazama nasimama mlangoni nabisha hodi, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nitakaa pamoja naye, nitakula pamoja naye. Kwa sababu hiyo ina maana Mungu alifungiwa nje ya lango, anabisha hodi. Angalia Warumi sura ya 5 mstari wa 12 na ule mstari wa 18. Warumi sura ya 5 mstari wa 12 na ule wa 18. Warumi sura ya 5 mstari wa 12 na ule unasema, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Maandiko yanasema kwa mtu mmoja dhambi iliingia. Kama iliingia maana yake ilifunguliwa. Kwa hiyo Adamu ndiye aliyefungulia lango la dhambi.
alipofungulia lango la dhambi, lango lilipofunguka la dhambi, lile lango likazaa mauti kwenye maisha yetu, na tangu saa hiyo tukaanza kufa badala ya kuishi. Lakini aliyefungua ni Adamu, alifungua lango la dhambi, lakini kazi ya Kristo msalabani ilikuwa ni kulifunga lango la dhambi na kulifungua lango la mbinguni. Ule mstari wa 18, mstari wa 18, basi tena kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu, kadhalika kwa tendo moja la haki watu wote walihesabiwa haki, na walihesabiwa haki yenye uzima. Maana nikasema kwa kosa la mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, lakini kwa tendo moja la mtu mmoja la haki la kufa msalabani, ndio si mwenye dhambi, kwa tendo moja tu hilo lilofanyika, alifunga lango la dhambi na akafungua lango la uzima wa milele. Lakini uzima huo ni kwa ajili ya kila aminiye, si kila mtu. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo kufuatana na haya maandiko, Adamu alifungua lango la dhambi na mshahara wa dhambi ni mauti, lakini Yesu alifungua lango la uzima wa milele kwa damu yake ya msalaba. Kutoka 12, Kutoka 12 mstari wa 5 hadi wa 7. Kutoka sura ya 12 ule mstari wa 5 hadi wa 7, maandiko yasema, mwana kondoo wenu atakuwa hana ila, mume wa mwaka mmoja, mtamtoa katika kondoo au katika mbuzi, nanyi mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni, nao watatoa baadhi ya damu yake na kuitia katika kizingiti cha juu katika zile nyumba watakazo mla. Hizi ni habari za wana wa Israeli. Wana wa Israeli wakiwa utumwani Misri. Farao amepigwa mapigo 9, lakini amekataa kuwaachilia wana wa Israeli kwenda kumtumikia Mungu. Na Farao alisimama kwa niaba ya shetani katika ulimwengu wa mwili. Kwa sababu hiyo, ile pigo la 10, Mungu anasema bado pigo moja bado. Lakini hilo pigo la mwisho wanaambiwa watwae mwana kondoo kwanza. Watakapochukua yule mwana kondoo watamchinja, wakimchinja damu yake wataipaka kwenye miimo ya milango, kwenye kizingiti cha juu cha milango yao. Sasa sikiliza. Huyo mwana kondoo ambaye waliambiwa wamtwae ilikuwa ni picha ya Yesu msalabani. Ilikuwa ni picha ya Yesu msalabani. Lakini wanaambiwa watwae damu ya yule mnyama waiweke kwenye miimo ya milango. Kazi ya ile damu ilikuwa ni kazi gani? Kazi ya ile damu ilikuwa ni kulifunga lango la wao kukaa utumwani Misri, na kulifungua lango la wao kuwa taifa huru, lakini pia kuwalinda uhalifu asiingie kwenye nyumba zao. Kwa sababu kilichofanya kwa watumwa wa Israeli sio Farao. Kilichofanya wa Israeli kwa watumwa ni shetani. Kilichofanya wa Israeli kwa watumwa ni miungu ya Farao. Na ndio maana Musa alipofanya muujiza, Farao aliita waganga wake na wachawi wakafanya muujiza. Na ndio maana kwenye pigo la 10 Mungu alipowaambia watoe sadaka ya mwana kondoo wa kiume waipake damu kwenye milango, Mungu anawaambia kule mbele, nitahukumu miungu yote ya Misri, kwa sababu kilichowafunga watu hawa ni miungu ya Misri, sio Farao. Kwa hiyo nikishughulika na miungu ya Misri, Farao hana nguvu ya kuzuia wasitoke, kwa sababu alikuwa ni wakala. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo ilikuwa ni picha ya Yesu msalabani, kwa sababu Yesu ni mwana kondoo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa kama nilivyokuambia kwamba Yesu alifungiwa nje ya lango na shetani akawa ndani ya lango. Kwa hiyo sadaka ya damu ya Yesu ilikuwa ni kwa ajili ya kulifunga lango la dhambi na kufungua lango la uzima. Ukitaka kujua alikuwa nje ya lango, angalia pia hapa Yohana 12:31 hadi 33. Yohana 12:31 hadi 33. Yohana 12:31 hadi 33, maandiko yasema, sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo.
Sasa mkuu wa ulimwengu huu atatupwa nje, nami nikiinuliwa juu ya nchi nitawavuta wote kwangu. Aliyanena hayo akionyesha ni mauti gani atakayokufa. Tunaona kabisa Yesu anasema ya kwamba sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo. Kule Misri alihukumu miungu ya Misri. Hapa anasema sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo. Sasa mkuu wa ulimwengu ambaye ni Shetani, maandiko yanasema atatupwa nje. Kwa hiyo Yesu alipokufa msalabani, alienda kumtoa Shetani ndani ya lango, akamtupa nje ya lango, na akalifunga lango la dhambi, akafungua lango la uzima kwa kila aminiye. Haleluya, haleluya. Yohana 19. Yohana 19 ule mstari wa 33 hadi 34. Yohana 19 ule mstari wa 33 hadi 34, maandiko yasema, lakini walimjia Yesu na kuona ya kuwa amekwisha kufa, hawakumvunja miguu. Lakini askari mmoja wapo alimchoma ubavu kwa mkuki, na mara ikatoka damu na maji. Haya maandiko yanasema wakati Yesu amekufa msalabani, wale waliomsulubisha na kumtesa msalabani, alipokufa msalabani hawakuivunja miguu yake ili maandiko yatimizwe. Lakini pamoja kwamba hawakuvunja miguu yake, maandiko yanasema wale askari mmoja wapo alichukua mkuki akamchoma kwenye ubavu wake, na kwenye ubavu wake ilitoka damu na ilitoka maji. Kazi ya ile damu ni kulifunga lango la dhambi. Kazi ya ile damu ni kuondoa dhambi. Ndio maana aliposhiriki ushirika wa mwisho anawaambia, hii ndio damu yangu ya agano jipya imwagikayo kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Kwa ile damu ilikuwa na kazi ya kuondoa dhambi na kulifunga lango la dhambi. Lakini yalitoka sio tu maji. Baada ya kuiondoa dhambi na kulifunga lango la dhambi, yalitoka maji. Yale maji ni ishara ya Roho Mtakatifu. Anachomaanisha ni kwamba pamoja kwamba naiondoa dhambi na lifunga lango la dhambi, na achilia uwepo wa Mungu, na achilia Roho Mtakatifu, ili kila aaminie anapoingia Roho Mtakatifu anaiondoa kiu ya dhambi. Kwa unashangaa, aliyekuwa mzinzi hatamani kuzini tena, aliyekuwa mwizi hatamani kuiba tena, kwa sababu ndani yake kuna Roho Mungu anakaa ndani yake. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo angalia ile sasa Ufunuo 3 ule mstari wa 7 hadi wa 8. Kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 7 hadi wa 8. Ufunuo 3:7 hadi 8, maandiko yasema, kwa malaika wa kanisa lililoko Filadelfia andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye mtakatifu, aliye wa kweli, aliye na ufunguo wa Daudi, yeye mwenye kufungua wala hapana afungaye, naye afunga wala hapana afunguaye. Na yajua matendo yako, tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana awezaye kufunga. Kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nawe umelitunza neno langu, wala ukulikana jina langu. Kwa hiyo maandiko yanasema Yohana akiwa kwenye maono anaonyeshwa mambo makubwa, na mmoja wapo anaonyeshwa kwa habari ya kanisa la Philadelphia, na anaambiwa kwamba andika habari hizi, andika hizi habari zitokazo kwa aliye mtakatifu, aliye wa kweli, aliye na ufunguo wa Daudi, ambaye afunguaye wala hapana afungaye. Kwa nini? Yesu alipokufa alifunga lango la dhambi. Alipofunga lango la dhambi akafungua lango la uzima, na funguo akabaki nazo. Kwa Shetani hakuachiwa funguo, na ufunguo uliotumika unaitwa damu ya Yesu aliye hai. Anakuambia mwenye funguo za mauti, mwenye funguo za kufunga wala hapana afunguaye, mwenye funguo za kufungua wala hapana afunguaye. Ananiambia hili kanisa, tazama nimekupa mlango uliofunguliwa wala hapana awezaye kuufunga, katika jina la Yesu aliye hai. Hata kama
milango yako ya biashara ilifungwa kwa damu ya Yesu aliye hai. Katika jina la Yesu, lazima milango ifunguke kwa damu ya Yesu aliye hai. Haleluya, haleluya. Shetani anaweza kufunga mlango wako wa biashara, lakini ufunguo ni damu ya Yesu. Shetani anaweza kufunga mlango wako wa kazi, kama usipate kazi, kama usipate ajira, lakini ufunguo wa kufungua lango la kazi ni damu ya Yesu aliye hai iliyomwagika msalabani katika jina la Yesu aliye hai. Haleluya, haleluya. Shetani anaweza kufunga usiolewe, lakini ufunguo ni damu ya Yesu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Asema tazama, nimekupa mlango uliofunguliwa wa wapi? Wa mbinguni, ambao hapana awezaye kufunga huo mlango uliofungua. Na anasema hapa, anasema Yohana 5:24, Yohana 5:24, Yohana 5:24, maandiko yanasema, amini amini nawaambia, yeye asikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini na kuingia uzimani. Yesu anasema mwenyewe, anasema amini amini nawaambia, yeye asikiaye neno langu na kumwamini yeye Baba aliyenipeleka. Asema asikiaye neno langu. Ndio maana nilisema ile siku ya juzi kwamba shetani anaweza asikuzuie kuokoka. Shetani akakuzuia kulisikia neno. Shetani akakuzuia kukaa kwenye neno. Kwa anasema Yesu kwamba amini amini nawaambia, yeye asikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini na kuingia uzimani. Kwa sababu lango liko wazi, si kwa ajili ya watu fulani, bali kwa ajili ya kila aminie. Anayesikia neno la Mungu anavuka kutoka kwenye mauti, anaingia kwenye uzima, maana lango liko wazi, maana njia iko wazi. Na anasema Zaburi 68, Zaburi 68, Zaburi 68 ule mstari wa 20, Zaburi 68 ule mstari wa 20, maandiko yanasema, Mungu kwetu sisi ni Mungu wa kuokoa, na njia za kutoka mautini zina Yehova Bwana. Anasema Mungu kwetu sisi ni Mungu wa kuokoa, na njia za kutoka mautini zina Yehova Bwana. Kwani Yesu alipokufa msalabani, ilikuwa ni njia ya Mungu kututoa mautini kutupeleka uzimani. Kwa hiyo maandiko yanasema Mungu kwetu sisi ni Mungu wa kuokoa, na njia za kutoka mautini zina Yehova Bwana. Kwa hiyo haijalishi unapita mahali gani pagumu, lazima ufahamu hili ndani yako ya kwamba Mungu kwetu sisi ni Mungu wa kuokoa, na njia za kutoka mautini zina Yehova Bwana, na njia za kutoka kwenye hayo mateso unapita zina Yehova Bwana aliye hai. Haleluya, haleluya. Sikiliza, nitoa ushuhuda wangu kwamba niliokoka nikiwa karibu na kufa, nikiwa naiona mauti mbele yangu. Naona kwamba saa yote naingia kaburini, na si tu mimi naona ni wakufa, na kila aliyeniona alijua huyu hapo. Lakini kwa sababu njia za Mungu si njia zangu, lakini kwa sababu Yesu alikufa msalabani na akalifunga lango la dhambi, akalifunga lango la mauti, na akalifungua lango la uzima kwa kila aaminie. Nikiwa mgonjwa karibu na kufa, nimepoteza matumaini ya kuishi tena, ninaona kama njia hazipo za kutoka hapo. Saa hiyo ni mgonjwa, nimeenda hospitalini imeshindikana, kwa waganga wa kienyeji imeshindikana, nikasema sasa ninaokoka. Lakini baada ya kuamua kuokoka, Bwana akatengeneza njia, Bwana akatengeneza mlango, Bwana akafungua mlango wa kunitoa mautini na kunipeleka uzimani, na sio tu uzimani, na kunifanya kuwa mtumishi wake. Lazima ujue ya kwamba hata kama unapita kwenye pito, Mungu kwetu sisi ni Mungu wa kuokoa, na njia za kutoka mautini zina Yehova Bwana aliye hai. Haleluya, haleluya.
Nisikilize. Wakati Yesu ana siku ya pili yupo kaburini, wale waliomtesa na kumsulubisha hadi kufa walisemaje? Wakasema, tumegundua huyo aliyekufa ni mjanja. Kama ni mjanja, alisema atafufuka siku ya tatu, na leo ni siku ya pili. Kwa hiyo wakaenda kwa Pilato wakamwambia, tumegundua huyu Bwana Yesu aliyekufa ni mjanja. Alisema siku ya tatu atafufuka. Pilato akawaambia, askari mnao, nendeni mkalinde mji wavyo, kumlinda watu wangu. Tena maandiko yasema, wakaweka na lile jiwe wakaliwekea muhuri. Walipoweka muhuri, maana yake walifunga lango Yesu asifufuke. Walifunga lango Yesu asitoke. Hawajui ya kwamba wanamfungia kwenye lango asitoke ana ufunguo wa master key unaitwa damu ya Yesu, ambayo ni damu yake iliyomwagika msalabani. Walipomfungia kwenye ile kaburi, yeye akaendelea kwa siku tatu anashughulika na lango la dhambi, anashughulika na lango la mauti, na baada ya hapo akafufuka, na baada ya hapo akalifungua lango la uzima. Amemaliza kufungua lango la uzima, wamelifunga lango la kaburi asitoke. Bwana Yesu apewe sifa. Ile Mathayo 28 mstari wa kwanza hadi wa 6. Mathayo 28 mstari wa kwanza hadi wa 6. Mathayo 28 mstari wa kwanza hadi wa 6, maandiko yasema, hata Sabato ilipokwisha ikipambazuka siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalena na Mariamu yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi, na tazama palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja kulivingirisha lile jiwe, akalikalia, na sura yake ilikuwa kama umeme, na mavazi yake meupe kama theluji. Malaika akajibu akawaambia, wale wanawake, msiogope nini, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Njooni mpatazame mahali alipolazwa. Kwa hiyo wale waliomtesa wamelifunga lango la kaburi asitoke, lakini wamefunga, hawajui kama ana ufunguo wa kufungua. Kwa sababu hiyo maandiko yasema, aliyo siku ya tatu, wakati Yesu amemaliza kazi ya kulifunga lango la dhambi kwa damu yake na kulifungua lango la uzima, anakuta kaburi limefungwa. Lakini kwa kuwa na ufunguo, akalifungua na lango la kaburi, akatoka mautini, na Yesu yu hai hata milele, katika jina la Yesu yu hai. Haleluya. Walipolifunga lango la kaburi peke yake, wakaona haitoshi, wakaweka na walinzi, wakifikiri walinzi wanaweza zuia Yesu asitoke, wakafikiri walinzi wanaweza zuia Yesu asifufuke, asitoke ndani ya lango. Lakini mwana Yesu aliye hai alipotoka ndani ya lango kwa damu yake, wale walinzi walianguka kama wafu, walianguka kama watu waliokufa, na sasa Yesu yu hai katika jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Kwa hiyo walifunga wakifikiri ya kwamba wamemaliza, lakini hawajui ya kwamba wamemfungia na ufunguo. Nasema hivi, yamkini shetani na ufalme wake walifunga biashara yako, wakafikiri wamemaliza. Tunao ufunguo wa master key unaitwa damu ya Yesu aliye hai. Basi yako iachiliwe katika jina la Yesu aliye hai. Haleluya, haleluya. Yamkini shetani alifunga ndoa yako, alifunga mke wako, alifunga mume wako, akafikiri amemaliza. Tunayo damu ya Yesu iliyomwagika msalabani, inaweza fungua ndoa, inaweza fungua mume, inaweza fungua malango yaliyoshindikana kufunguka kwa uganga na uchawi, katika jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Sikaona leo watu wengi malango yao yamefungwa. Paulo anasema, nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana, lakini wako wengi walipingao. Hapa tulipo kuna watu wamepewa mlango wa biashara, wengine mlango wa kazi, wengine mlango wa ndoa, wengine mlango wa elimu, wengine
siasa, wengine mlango wa uongozi, wengine mlango wa huduma. Wamepewa milango mbalimbali, lakini milango yao imefungwa katika ulimwengu wa roho. Sikiliza, nimekutana mtu mmoja ameokoka, lakini wamemwekea kikomo, wamefunga mlango wake wa kazi, kwamba afanye kazi sawa, apate hela sawa, lakini mwisho wake wa kupata hela ni $100,000. Panaweza ukaona anafanya bidii sana, lakini kikomo, mlango aliofungiwa kwamba kupata mwisho wake ni $100,000 havuki. Na akatamka akiipata $100,000 magonjwa yainuke kwenye familia yake yatakayosababisha aitumie $100,000 mpaka iishe. Kwa hiyo akawa ni mtu wa namna hiyo, akipata hela maana ameshiwa damu, akipata hela maana mama mgonjwa, akipata hela maana watoto ni wagonjwa, akipata hela kuna shida imetokea. Kumbe shetani amefunga lango lake, amefunga lango lake ya uchumi kwamba asifike mahali. Tulipoingia kwenye maombi tukaitumia damu ya Yesu aliye hai, tulipoitumia damu ya Yesu, ile lango ambalo lilifunga likafunguka. Na leo namfurahia Bwana katika jina la Yesu aliye hai. Lazima malango yafunguke katika jina la Yesu aliye hai. Hauwezi kufanikiwa kama mlango umefungwa. Ndio maana Isaya 60:11, Isaya 60:11 maandiko yasemaje? Na malango yako yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku, watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa. Kwa hiyo kama milango yako ikifungwa, wale watu wa kukuletea utajiri wa mataifa wanapita wapi? Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo kazi yao shetani ni kufunga. Shetani anaweza asizuie kuja kanisani, lakini atahakikisha anafunga mlango wa biashara, anafunga mlango wa kazi, kwa sababu anajua ukiwepo kanisani unawaza madeni, unawaza nyumbani hakuna chakula, hautamwabudu Mungu katika roho na kweli. Na ndio maana shetani kupitia Farao alimwambia Musa ya kwamba nendeni nyinyi mkamtumikie Mungu wenu, lakini mali zenu ziachwe. Lakini Musa akasema, sikiliza Farao, neno la Bwana nililonalo ni kwamba hatuondoki mikono mitupu, tunabeba mali zetu, hatuachi nyuma hata ukwato, katika jina la Yesu aliye hai. Hakuna ukwato utakaosalia nyuma katika jina la Yesu aliye hai. Haleluya, haleluya. Ukiwa na ufunguo wa damu ya Yesu, kila lango lililofungwa linakufungukia. Hata kama walifunga mlango wako wa kazi, lazima kufungukie, maana ufunguo tunao ni damu ya Yesu. Kama walifunga mlango wako wa ajira, lazima kufungukie, maana tunayo damu ya Yesu aliye hai. Kama walifunga mlango wa elimu yako, mlango wa biashara yako, mlango wa ndoa yako, tunayo damu ya Yesu. Lazima milango ikufungukie kwa jina la Yesu aliye hai. Haungesoma meza kwetu wakati Petro amewekwa gerezani, maandiko yanasemaje? Kanisa likaomba. Kanisa lilipoingia kwenye maombi likatumia funguo wa damu ya Yesu aliye hai iliyomwagika msalabani. Bwana akatuma malaika kule gerezani, vifungo vikaachia. Petro alipovaa mavazi yake, maandiko yanasema alipokuwa akitoka wala hakuhitaji kusema, maana ana uwepo wa Bwana. Lango la kwanza likamfungukia, akapita Petro. Lango la pili likamfungukia, akapita Petro. Lango la nyumbani likamfungukia, na malango yako yakufungukie katika jina la Yesu aliye hai. Malango yako nasema yafunguke kwa damu ya Yesu. Haleluya, haleluya. Yale malango ya kwenda Kanaani yako yakufungukie. Yale malango ya kwenda kwenye ndoto yako yakufungukie. Hata Yusufu walijaribu kufunga malango yake, lakini Bwana akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Maana Yesu aliye hai amefufuka kweli kweli. Kwa hiyo hakuna aliye juu yetu, bali ni Bwana wa yote ndiye aliye upande wetu, katika jina la Yesu aliye hai.